Anasema mmoja katika watunzi wa vitabu muhimu alipata hadithi moja nzuri sana. Anasema kule Maka, mmoja katika vijana mutadayinin, wakati yuko katika shuabi za Maka, akaokota kidani cha dhahabu, kidani cha kweli. Akasema hii riski imekuja, lakini akasema no. Kwanza Mtume anasema Maka hakuokotwi vitu vyake. Haikatwi ovyo miti yake, hawafurushwi wanyama wake, na ukiokota kitu basi ukifanyie taarifu, ukinadie, siwezi kuchukua hii. Akawa anasema nakitafutia mtu wake na kinadia, lakini anasemaje? Unadi alaiha wa ana atamanna alla ajida sahibaha. Na kinadia lakini natamani asitokee mwenyewe. Unajua ile kunadia lakini unatamani asije mwenyewe. Wewe unatekeleza, lakini Mwenyezi Mungu ndivyo anavyotuamrisha. Ndio maana ya negotiation kati yako na roho. Inakwambia fanya, inakwambia usifanye. Fanya, inakwambia usifanye. Anasema mwisho kaja babu mmoja, anasema mimi ni haki yangu hiyo imepotea. Mkufu wangu hicho kidani cha kwangu, nimeenda kumnunulia mke wangu, mtoto wangu na vitu kama hivyo. Akamwambia sifli, nieleze iko vipi. Akamsifia. Yule bwana akasema kweli ni ya kwako. Akampa. Wamemaliza haji, wanapokwenda majumbani, huko alikuwa anasafiria jahazi, kapigwa na dhoruba jahazi yule kijana. Jahazi likazama, mahujaji wengi wakafa, yeye akapata ubao, akanusurika mpaka kwenye kisiwa. Kufika kisiwani, akaonana na watu wa pale, akaona ni Waislamu, akawa ni mwenye kutangamana nao kwa wema, na yeye anajua kusoma Qur'ani ni mzuri. Akawa anasikia watu wa pale kisomo chao sio kizuri. Siku moja akapewa yeye nafasi, akasalisha, akaonekana kisomo chake ni kizuri. Wakasema wewe ndio tutakufanya imamu wetu. Basi na wakawa wanamlipa mshahara. Baadaye wasema mbona imamu wetu lakini hana mke, David kuozesha. Wakamtafutia mwanamke mzuri, wakamuozesha. Anasema siku anakwenda kuingia ndani chumbani kwa mkewe, anamtizama mke wake aliyemuoa, anakuta katika kifua chake kuna kidani kimetulia pale kama kile alichokiokota Maka. Akamuuliza mke, kumuuliza mumewe, mbona hunitizami mimi, unakitizama kidani, unautizama mkufu? Au mimi sijakupendeza, umependezewa na huu mkufu? Anasema no, huu mkufu habari yake ni kubwa. Kama ni kweli ndio huo, sema niliokota kama huo Maka, na nilipookota nikawa natamani asipatikane mwenyewe, lakini takwa ilinivuta niutangazie, na nikautangazia, akapatikana mwenyewe. Sijui kama ni kama huo kweli au naufananisha. Mama yule binti akasema huu mkufu aliniletea baba yangu kutoka haji, na baba yangu alinipa kisa cha mkufu huu kwamba ulipotea, akauokota kijana. Basi alimsifu sana ule kijana na akamwombea dua. Baba yangu mimi ameshafariki baada tu ya kurudi haji. Sasa dua alizokuwa akiomba, sema ya Rabbi mjalie yule kijana aliokota mkufu ule awe mkwe wangu wa moyo, angalau huyu binti yangu. Man taraka shay'an fil haram awadahu Allahu khairan min dhalik. Mwenye kuacha jambo kwa haram, Mwenyezi Mungu atampa katika halali jambo kama lile.